Wameshaanza kurekodi, wewe unaogopa nini? Mimi nikisimama hapa lazima wasogee kurekodi sio nini. Haya, Nachingwea peoples. Haitoshi peoples. Mko tayari tuzungumze, sio? Sasa watu wanachingwea, nyie ni watu wenye historia kubwa kwenye nchi hii, kubwa sana. Kabla sijafika Nachingwea nilikuwa naijua Nachingwea, kwa sababu Nachingwea ni miongoni mwa wilaya za mwanzo kabisa za kikoloni kwenye nchi. Uongo kweli? Wakati wa ukoloni, baada ya vita kuu ya pili ya dunia iliyoisha mwaka 45, Wajerumani walishindwa vita, na Ujerumani ndio ilikuwa inaongoza Tanganyika. Kwa sababu walishindwa vita, kulikuwa na nchi zilizokuwa zinaitwa Victoria Allies, nchi zilizoshinda ile vita kwa pamoja. Miongoni mwao ni Uingereza, na Uingereza akapewa koloni la Tanganyika kuliongoza. Mwaka 1947 kwa sababu ya mahitaji ya mafuta, Uingereza likapasishwa azimio kwenye bunge la Uingereza kulima karanga kwenye makoloni yake. Kwa hiyo kwa Tanganyika wakaja kulima hapa Tanganyika karanga, na maeneo ambayo miongoni mwao ukiacha Dodoma, maeneo ambayo walikuja kulima karanga ni hapa kwenu Nachingwea, Farm 17 pale. Wangapi wanajua mimi nasema ukweli hapa? Sasa mimi nimesoma historia, mimi ni mwalimu. Nasoma sheria sasa, nasoma vitu vingi, uchumi, sheria, kila kitu. Nataka kuwa na mambo mengi kwenye kichwa changu. Kwa hiyo Nachingwea wakaanzisha kitu kinaitwa the Nachingwea Groundnut Scheme. Farm 17 pale. Wakajenga na reli kwa ajili ya kuchukua mizigo hiyo hapa. Sasa wakaamua kuclear eneo ardhi karibia hekta 12,000 kwa kuanzia. Wakati huo mapori ni makubwa. Hebu fikiria mwaka 1947. Leo tunazungumza, wakati huo Tanganyika labda ilikuwa na watu tuseme labda milioni 3, milioni 4 au 5. Kwa sababu tunapata uhuru 61 tulikuwa milioni 8. Kwa hiyo unaweza kufikiri ulikuwa kukuta mtu mmoja au familia 10 zinaishi hapa, familia zingine kuzikuta kule tulikoanzia panaitwa nini? Naipanga. Na hapo labda unakuta watu wawili kijiji kizima. Kwa hiyo mapori yalikuwa makubwa. Hii Seru, mnaielewa, Seru leo ina kilomita za mraba 50,000. Nchi ya Israeli nzima, mnaisikia Israeli inayopigana na Irani, inapiga kila sehemu. Mnajua ina ukubwa gani? Ina kilomita za mraba 22,000. Kwa hiyo Seru, pori la Seru ni kubwa mara 2 ya Israeli na kubaki change. Mnaelewa hivyo? Nchi ya Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,000. Rwanda hiyo ya Kagame, si mnaijua? Pori la Seru lina ukubwa wa kilomita za mraba 50,000 mamangu. Kwa hiyo Seru hiyo ni kubwa kuliko Rwanda. Wakati huo sasa Seru labda ilikuwa inafika hadi hapa Nachingwea mjini au wapi, kokote kwa wanyama. Kwa wazungu, na kwa sababu walihitaji watu wa kufanya kazi, wakalazimisha nyie watu wa Nachingwea, babu zenu nyie si wa Makonde bana, wafanye kazi kwenye mashamba yao kwa nguvu. Wafyeke mashamba, wapande karanga, wazungu wavune wapeleke kwao. Kwa wazee wetu walikataa, wakaumia sana. Lakini sasa wazungu walikuwa na bunduki. Kwa hiyo wazungu wakatumia maguvu ya dola. Mimi nimekuwa mbunge na Mnyika amekuwa mbunge. Yule tulikuwa na bwana mmoja kutoka hapa Sara, si ndio?
tulikuwa nako bungeni kale jamaa. Nasema dogo dogo, msiseme ni dharau yani. Yes, tulikuwa naye bungeni. Kwa ndugu zangu, wazungu wakatumia nguvu sana kulazimisha watu wafanye kazi kwenye mashamba yao, kuchukua ardhi za watu, kwa sababu huwezi karanga kwenye ardhi ambayo haina rutuba. Uongo mzee? Ardhi ya mzee Abdara ndio ina rutuba, wanachukua kwa nguvu. Kwa kukawa na mambo mengine ya kodi pia, iko inaitwa head tax. Kwa hiyo Watanganyika wa wakati ule, watu wa kusini ambao wamechangia mabadiliko makubwa kupigania uhuru wa nchi, wakaumizwa sana na yale mambo. Wakasema hatuwezi kukubali. Kulikuwa na mambo matatu ambayo yaliwasumbua sana. Vijana wanaosoma sekondari wanajua ninachokiongea. Kulikuwa na kitu kinaitwa land alienation, kwa kizungu kupora ardhi ya watu. Kulikuwa na taxation, kodi ya kulazimishana. Kulikuwa na head tax. Head tax ilikuwa kodi ya kichwa. Kulikuwa na hat tax, kodi ya kulipia nyumba. Wakati ule nyumba za majani, msonge ule ndio unaitwa hat. Tunaelewana mzee? Sio house, unaitwa hat kwa kizungu. Kwa kukawa na kodi ya nyumba. Ukiwa na 10, kwa sababu sisi wa Afrika huwezi kulala na mtoto wako kwenye nyumba moja. Kwa ukiwa nako kamoja unalipia kamoja. Ukiwa na viwili vyote. Ukiwa na kengine kakuweka mbuzi na kenyewe. Kulikuwa na kodi ya mifugo. Kwa kulikuwa na kodi nyingi. Jambo la ngapi? La pili hilo. Na la tatu lilikuwa ni forced labor. Kufanya kazi kwa kulazimishwa. Kwenda kufieka mashamba ya wazungu, kupanda. Sasa watu wanachingwea kwa ushujaa wao, wakasema hatuwezi kuendelea na ujinga huu. Mzungu anawaletea, sasa kuna machifu wanasimamia hapa, wale viherehere, kwa sababu hao waliwekwa hapa kuwa jicho la mzungu ambaye yuko Dar es Salaam, kunyenyesea. Kwa sababu mtu anatolewa Tarime, anakuja hapa Mkuria, hajui mila za Wamakonde, hajui taratibu zenu, anakuja anasema mimi ndio mkuu wa wilaya yenu. Ebo, matokeo yake anaweza kukulazimisha wewe. Kwa mfano sisi Wakuria, mkwe wako ukimwona unapita mita 200, yeye atakulazimisha umguse mkono, kwa sababu hajui mila zenu, hajui taratibu zenu. Wazungu waliwafanyieni hivyo, walitufanyia hivyo wa Afrika wakati ule. Kwa hiyo kulikuwa na viherere ndio walikuwa nasimamia hapa. Kwa hiyo kulikuwa na wakuu wa mikoa. Huu mfumo wa kikoloni, nchi nyingi huwezi kuja hapa eti Samia anatuteulia mkuu wa wilaya, si mkuu wa mkoa, si kila mtu anayepaswa kukuongoza wewe kama kiongozi lazima umchague, umpe kura yako ili awajibike kwako. Nitaeleza maana ya kura ni nini, nitaeleza ili muelewe. Mtu usiyemchagua hana huruma na wewe, ana huruma na yule aliyempa uraji, anamsikiliza yule, hawezi kusikiliza wewe. Kama umemchagua wewe, anajua akifanya ushenzi utampiga chini, lazima akuheshimu wewe. Kwa hiyo wakaleta hao watu, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakawa wanalazimisha watu kufanya kazi kwa nguvu, kazi za kulazimishwa. Watu wanachingwea, mashujaa. Pita mbele mzee, we polisi, njoo urekodi hapa, siogope. Sisi tunatoa elimu, hata wewe utatoka hapo umebadilika tu. Sio? Wakakasirishwa sana na mambo yale. Wakafanya nini? Mbegu za karanga zikaletwa kutoka Ulaya kuja kupandwa. Watu wanachingwea, brave people, watu wenye akili. Wakasema hawa tukitumia maguvu watatuumiza, wana bunduki, wana nini. Wakachemsha zile karanga usiku, wakakoka moto, wakaweka maji kwenye mapipa, karanga zikachemshwa. Alafu asubuhi wakaenda kupanda, karanga zimechemshwa. Mzungu mkoloni mshenzi anasubiri karanga ziote, karanga iliyochemshwa haiwezi kuota. Mvua ikanyesha, masika, karanga ikuota.
Kwa mzungu akara hasara. Mwaka 47 watu wakang'oa reli hapa na Chingwea katika mapambano. Reli iling'olewa hapa ya mzungu. Uongo kweli? Ili mzungu ashindwe kusafiri kuja hapa. Kwa wazungu wakarudi kwenye bunge lao mwaka 51, wakapata hasara wakati ule mabilioni ya fedha. Kwa bunge la Uingereza likajadili, likasema huu mradi ni nani starter, kwa tuondoe. Kwa wakaondoa ule mradi. Sasa ndugu zangu, tuko zama zile zile za ukoloni, tunatawaliwa na watu wale wale. Inasikitisha kwamba watu wa mwaka 47 walikuwa na akili na ujasiri kuliko sisi leo tunaojiita tumesoma. Wakati kule hakukuwa na simu hizo mnazoangalia hivi, hakukuwa na TV, hakukuwa na simu, hakukuwa na gari, lakini the brave people ambao hawakukubali kutawaliwa walifanya kila liwezekanalo kuondoa mkoloni. Leo sisi tunaogopa polisi yao, tunaogopa Samia. Wanawadanganyeni miaka nenda miaka rudi kwamba watabadilisha maisha yenu, watawajengeeni barabara, watawaleteeni maji. Kusini imetengwa kwenye nchi hii. Tumekuja kuzungumza na nyie muelewe haya mambo kwa ajili ya maisha yenu. Sisi wengine tumejitoa, tuko mbele. Tumekubali watoto wetu wawe yatima wakati wote, tumekubali wake zetu wawe wajane. Maneno tunayoyasema hapa hayawafurahishi hao watu. Hatusemi matusi, lakini kwa sababu wanajua tunapowafungueni macho mtaamka usingizini. Wanatuchukia, hawatupendi, wanatamani kutuua. Tunalindwa tu na Mwenyezi Mungu. Leo mwenyekiti wetu tunazungumza, alitakiwa kuwa hapa, hana kosa, yuko ndani siku karibia 400 na kitu, mwaka mmoja na miezi 4. Lissu yuko ndani, mtu aliyepigwa risasi 16. Mungu amemwokoa, leo wanamshikilia. Tukiamka limetokea lolote, watatuambiaje? Wataiambiaje nchi? Tuliwaonya hivyo kwamba msiende kwenye uchaguzi bila mabadiliko. Kwa sababu kwani mnaogopa nini? Kama CCM mna nguvu, mnaogopa nini? Bwana Fande, wewe naye kutuma kule, wanaogopa nini? Waulize. Uwanja ulingane, hicho tunachosema. Uwanja ulingane. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga refa atoke Yanga. Simba hawezi kubali kucheza hiyo mechi, haiwezekani. Tunataka uwanja unaolingana. Kama kuna mashehe hapa, neno la Mungu linawatuma kuhubiri haki hiyo, sio kuwa na upande wa kutetea uovu. Kama kuna viongozi wa dini hapa, Wakristo si nani, semeni ukweli huu. Watu hawa wameshindwa na hawezi kuongoza nchi hii. Na wazungu wanasema insanity, wenda wazimu, is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo na kutegemea matokeo tofauti. Huo ni wenda wazimu. Huo ni walikuja wakati wa Mkapa wakawaambieni nyie, tuchague sisi barabara ya kutoka Masasi na Chingwea Liwale itawekewa rami. Akapiga 10 zake akaenda. Akaja Kikwete, ari mpya, si nguvu mpya, maisha bora kwa kila Mtanzania. Tuchague barabara ya kutoka Masasi, Liwale na Chingwea itawekwa rami. Akapiga 10 zake akaenda. Akaja Magufuli, tuchague barabara, tena yeye alikuwa amezikariri kilomita 175. Akapiga yake, Mungu akamchukua na yeye kwa mambo aliyokuwa anafanya. Amekuja huyu mama. Mimi nikiwa bungeni nakumbuka hii barabara inajadiliwa tarehe 16 Juni mwaka 2023. Tarehe 16 mwezi Juni, mwezi wa 6 kama leo, tarehe 16 wakakaa wakasaini mkataba.
Nasema uongo che? Nasema uongo? Miaka 3 iliyopita. Kampuni gani barabara inaanza kujengwa, mkaja hapo mkaitwa, mchezewa viuno nini? Leo nimepita hapo mahandaki. Na hiyo serikali hiyo kwenye budget hii takataka wanaopitisha wanaita budget, kwa sababu sio budget ya wananchi, hawajachaguliwa, hawana uhalali hata wa kukusanya kodi, hawajachaguliwa. Wazungu wanasema no representation no taxation. Kama hakuna uwakilishi hakuna kulipa kodi. Ndio utaratibu wa dunia. Wewe unalipa kodi kama mwakilishi, mbunge, diwani aende badala yako. Iko hivi, nyie wote mnastahili kuwa wabunge, ukajiwakilisha, useme sina maji, ukaipelekea serikali inayokusanya kodi yako. Ukinunua kiberiti kodi, ukinunua maji kodi, chafya tu ya Mungu ndio hatulipi kodi kwenye nchi. Kila kitu kodi. Ili hela yako hii isiliwe, iende kwenye kazi, inatakiwa ukaiangalie. Sasa watu wanachingwea wote, Walindi wote, wa Mtwara wote, Watalime, wa wapi. Hatuna ukumbi mmoja wa kutosha tukae pale. Kwa tunachagua mtu mmoja anaitwa mbunge kwa niaba yetu, akapitishwa kina masirai na sisi. Je, barabara imo ya kwetu? Kama haimo apige kelele kwamba mimi sipitishi hili jambo, watu wangu hawatakubali kwa sababu masirai yao hayamo. Mimi sipitishi kama hakuna mradi wa maji. Ndio maana ya bunge, mamangu, muelewe haya mambo. Ndio maana ya kuwa na mbunge. Ndio maana unaamka asubuhi upange foleni ukatume mtu aangalie masirai yako. Wazungu wanasema kama hamna hiyo nafasi hamna kulipa kodi. Sasa nyie watu wa Mtwara na Lindi, watu wema, Mungu amewajalia rasilimali za kutisha katika nchi hii. Lakini umaskini wa Mtwara na Lindi ni wa ajabu. Unakuja hata Lindi hakuna hata uwanja wa ndege Lindi. Mkoa huu sehemu ya kulala ni majanga Lindi. Sasa ndugu zangu, hiyo barabara ilitegemea kujengwa mwaka 2023. Hawa watu wamepitisha budget hii ya sasa, fedha za usafiri trilioni 1. Trilioni. Sasa hapa tutaenda taratibu. Mimi ni mwalimu na mimi huwa nafundisha. Iko hivi, kilomita 1 ya lami, kilomita 1, hiyo barabara ya kutoka Nachingwea mpaka Liwale ina kilomita 175. Kilomita 1 ya lami inajengwa kwa shilingi milioni 500, lami nyepesi hiyo kama ya hiyo ambayo ukipiga teke hivi inaruka juu. Inajengwa kuanzia milioni 500 mpaka 600. Barabara nzuri ya lami ya kiwango kile wanachojenga USAID, kama mmewahi kwenda kwenye mikoa ambao wamejenga barabara ya kiwango cha Marekani, inajengwa kwa milioni 800 mpaka bilioni 1. Sasa bilioni 1 mamangu ni milioni 1000. Bilioni 1 ni milioni 1000. Yaani uhesabu shilingi 100 zifike laki, laki 1, 2, 3 ziwe milioni, milioni 1, 2, 3, 10, 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ndio bilioni 1. Sasa kwenye trilioni 1 kuna bilioni 1 ambazo ni milioni 1000 ziko tena mle ndani 1000. Kwa wao wametenga trilioni 1 kwa ajili ya safari. Samia anaenda si wapi, mawaziri wanakuja hapa na magari 20. Amepita na msafara mkubwa ha? Hera yako wewe. Jamani, mama yetu. Sasa kilomita 1 ya lami bilioni 1 ambayo nimewambia ni milioni 1000. Kwa hiyo barabara inahitaji bilioni 100 na kitu kuijenga, ambao kwenye trilioni 1 waliopanga wangechukua bilioni 175, bado zingebaki bilioni 850.
wawajengeni hiyo barabara. Wao wametenga kwa ajili ya safari, magari ya kwenu, mafuta ya kwenu, kura posho, kugawana. Siku hizi unasikia waziri mkuu anazunguka, si ndio? Mmemsikia Mwiguru Nchemba anazunguka. Na juzi nilisema hili, wakasema huyu anasema waziri mkuu anazunguka. Waziri mkuu anazunguka eti watu wanaleta matatizo, mtu anamwambia mimi nimeachwa na mme wangu. Kwa hiyo amekuachaje? Mimi si nilikuwa mzi wangu ameniacha. Kote kwenye dunia hii, yaani waziri mkuu anasuluhisha mambo ya ndoa. Kwenye kila wilaya kuna afisa ustawi wa jamii. Uongo kweli? Kama afisa ustawi wa jamii ameshindwa kufanya kazi ya kusuluhisha ndoa, askari hao wana kitu kinaitwa dawati la jinsia. Mamangu wewe askari, si mna dawati la jinsia nyie? Kila wilaya lipo. Au unasema uongo bwana bosi? Si mnalo hilo? Sasa waziri mkuu anasuluhisha ndoa, si mtu amepigwa mimba. Hizo ndio fedha ambazo zingepengewa mafuta. Waziri mkuu anakuja na magari 30, mle ndani kuna maafisa kibao wanalipwa posho, wameweka mafuta, wanalala hoteli, anakuja kusikiliza ndoa. Na wanafanya hivi kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu hawana mradi hata mmoja wa kwenda kuzindua. Zamani waziri mkuu utamwona anazindua barabara, na hiyo hata sio kazi yake, lakini walau amekwenda kuzindua sui jengo. Leo waziri mkuu anazindua ndoa. Tuna nchi hapa. Alafu anakuja hapa anambia CCM juu zaidi. Huko juu wanafanya nini huko? Huko anakaa Mungu, hapa ndio kuna shida hapa chini hapa. Watu hawana maji, watu hawana barabara, wao wanaenda juu kufuata nini? Jioni kama saizi wanakuimbieni eti sasa kumekucha. Kumekucha saizi saa 12 jioni. Na unakuta na mtu amepewa t-shirt kamechorwa Samia. Jogoo limeisha wika Dodoma. Yuzi kiendelea hivi, tutachukua miaka 1000 chini ya hao watu. Wanawapa watoto wenu elimu matope tu. Hii kusini, Lindi na Mtwara. Kwanza nchi hii tuliambiwa wakati wa kutafuta ukoloni, kuondoa wakoloni, tunataka tuwaondoe wakoloni wazungu, sio kwa sababu ya rangi ya ngozi zao, alituambia Mwalimu. Tuwaondoe kwa sababu wameshindwa kuwaondolea Watanzania ujinga, umaskini na maradhi. Mambo mangapi ndio yaliyosababisha tuondoe wakoloni? Na tulipowaondoa, Mwalimu akasema ili nchi hii iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao milioni 65. Sisi ni nchi karibia ya 4 kwa kuwa na watu wengi Afrika. Na kwenye Afrika Mashariki hakuna nchi inatufikia wingi wa watu. Ardhi tunayo kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukizichanganya pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewambia ngapi? 945. Kwa hizo nchi 4 zinaingia Tanzania mara moja na kubaki chenji. Sisi ni nchi pekee duniani inayozalisha madini yanaitwa Tanzanite. Hakuna nchi nyingine. Mbuga yenu ya Seru hii mnayolalamika kuhusu tembo ni mbuga kubwa namba 1 kwenye dunia nzima. Hakuna mbuga nyingine ya kulinganisha nayo. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi ambayo ina madini ya makaa ya mawe. Ukienda Masasi pale, maroli, hawa mjai kwenda Masasi pale, kwenye kale kabarabara muone yanapita kwenda bandarini. Ni nchi ambayo tuna bandari. Tunazungukwa na nchi 7 landlocked.
Zambia, Kongo, Malawi, Uganda, Rwanda, Burundi na Ethiopia, Sudani, zote. Ili mtu aendeshe gari Kongo, inapita kwenye maji yenu ya bahari. Ili asafirishe mzigo wake kutoka Kongo uende Ulaya, inapita kwenye. Mungu amekupa maji, wewe ni kujenga gati ukae pale, fedha zinaingia bure, maji hayaishi kesho wala leo. Mwaka 61 tunapata uhuru, tuko milioni 8. Waarabu wa Dubai wako 70,000. Hawa watu wabaya wanatutukana, tutiwe ndani, tuumizwe. Na nyie mnakaa kimya tunavyoumizwa, mnatukatisha tamaa. Mkiona Chadema imerudi nyuma, haki ya Mungu nawaambia, watawauzeni hao watu. Siku mkiona Chadema imeweka silaha chini, imenyamaza, mmeisha. Nawaambieni ukweli, mmeisha. Watauza mpaka wake zenu. Kwa sababu mnacheka hapa, mnacheka. Hii dunia hii, kuna nchi kubwa za viwanda. Mkiona hayo makaa ya mawe yanapita hapa, yanaenda kuzalisha umeme, kuyeyusha chuma. Kuna nchi kubwa ambazo zina chuma, zina viwanda vya magari, automobiles, vinazalisha hewa kubwa ya ukaa, vinachafua ozone layer huko mbinguni. Kwa hiyo vimelazimishwa, hizo nchi zimelazimishwa kulipa kodi kwenye mataifa yanayozalisha oksijeni kwa wingi. Tanzania imefuzu kwa sababu ina misitu mingi. Seru, mbuga za wanyama Serengeti, tu wapi, tuna misitu mingi duniani hapa. Kwa hiyo tunazalisha hewa nyingi ambayo ni oksijeni. Sasa sisi tunapaswa kulipa hizo fedha kwa sababu tunazalisha oksijeni. Mnajua nani anachukua hizo fedha kwa niaba yetu?